Leo tunafungua pazia la tukio lililotikisa Afrika Magharibi, gari lililojiripua, milipuko mfululizo na taarifa za kuuawa kwa waziri wa ulinzi wa Mali. Je, huu ni mwanzo wa anguko la taifa au ni mchezo mkubwa wa nguvu za kisiasa na kijeshi nyuma ya pazia? Usiondoke, kwa sababu hapa namba hazidanganyi. Mimi ni Mr. Data na hii ni The Data on Elimika. Namba hazidanganyi, ni muda tu. Ukweli ukisimama, amani hutawala. Kama bado hujafanya hivyo, bonyeza subscribe, piga like na washa kengele ili usipitwe na uchambuzi makini unaotegemea ukweli, si tetesi. Tarehe 25 Aprili mwaka 2026, taifa la Mali liliamka katika taharuki kubwa. Mashambulizi ya ghafla yaliripotiwa katika miji kadhaa. Risasi, milipuko na hofu vilitawala anga. Lakini tukio lililozua mshtuko zaidi ni hili: gari lililojazwa mabomu liliripuka karibu na makazi ya waziri wa ulinzi. Taarifa mbalimbali za kimataifa zinaeleza kuwa shambulio hilo lilikuwa la kujitoa mhanga na lilitumia mbinu ya kisasa ya kivita inayojulikana kama VBAD. Na hapo ndipo simulizi inabadilika kuwa nzito zaidi. Kwa mujibu wa ripoti kadhaa, waziri wa ulinzi wa Mali, Sadio Kamara, aliripotiwa kuuawa katika mlipuko huo. Si yeye pekee, watu wa karibu na familia pia walipoteza maisha. Hii si habari ndogo. Hii ni pigo la moja kwa moyo wa uongozi wa kijeshi wa Mali. Tukigeukia data, makundi mawili makubwa yanatajwa kuhusika: Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin na Islamic State in the Greater Sahara. Lakini kuna kitu cha kushangaza. Makundi haya kwa kawaida hayashirikiani, lakini safari hii yanaonekana kufanya mashambulizi kwa pamoja. Hii inaashiria nini? Kuongezeka kwa hatari au mkakati mpya wa vita? Swali: ni nani anayewadhamini waasi kupata nguvu hizi kubwa? Jibu: vyanzo vya kistratejia vinaashiria kuwa vikundi hivi si rahisi vyenyewe kuweza kupambana na serikali kwa kiwango hiki bila ufadhili wa nje. Nchi za Magharibi zinatajwa kama wafadhili wakuu nyuma ya pazia, zikitumia waasi kama njia ya kudhoofisha serikali ya Assimi Goita ambayo imejitenga nao. Swali: je, Ufaransa atakubali kirahisi kuondolewa na nafasi yake kushikwa na Urusi? Jibu: Ufaransa haionekani kukubali kuondolewa kirahisi katika kanda ya Sahel. Baada ya kuondolewa kijeshi, inadhaniwa kuwa imebadili mbinu na kuanza kuwatumia waasi kuleta machafuko ili kuonyesha kuwa Urusi imeshindwa kutoa usalama, lengo likiwa ni kurejesha ushawishi wake. Swali: serikali ya Assimi Goita imejibu nini na vikosi vya Urusi vimechukua hatua gani? Jibu: serikali imetoa tamko kali kupitia vyombo vya habari vya taifa. Assimi Goita ameamuru kuimarishwa kwa ulinzi katika miji yote mikuu na kuanzisha msako mkali wa ndani kubaini wasaliti. Vikosi vya Urusi vimejibu kwa kufanya mashambulizi makali ya anga katika maeneo ya kaskazini na vimeahidi kuleta teknolojia ya kisasa ya ujasusi kuzuia mashambulizi ya kushtukiza. Ushahidi wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari kama OTM vimeripoti hotuba ya Rais Assimi Goita akiahidi kulipiza kisasi kikali dhidi ya makundi hayo. Pia, shirika la habari la Sputnik na RT kutoka Urusi vimeripoti kuwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeongeza idadi ya washauri wa kijeshi na ndege za kivita nchini Mali ili kukabiliana na ongezeko la tishio hilo, huku ikishutumu nguvu za kigeni kwa kuchochea machafuko hayo. Tangu mapinduzi ya Mali ya mwaka 2020, taifa linaongozwa na jeshi chini ya Assimi Goita. Na mambo yamebadilika. Uhusiano na Ufaransa ulivunjika na ushirikiano ukaelekezwa zaidi kwa Urusi. Lakini je, mabadiliko haya yameleta usalama au yamefungua mlango wa hatari mpya? Huu sio mlipuko wa kawaida. Hii ni ishara ya vita inayobadilika sura. Adui sasa yuko karibu zaidi na mipaka ya usalama imeanza kuporomoka. Lakini kumbuka, ukweli ukisimama, amani hutawala. Kabla hujaondoka, bonyeza subscribe na piga like. Acha maoni yako. Unadhani nini kinaendelea Mali? Je, huu ni mwanzo wa mwisho au mwanzo wa mapambano mapya? Mimi ni Mr. Data, hii ni The Data on Elimika.
Namba hazidanganyi, ni muda tu. Tutaonana kwenye uchambuzi unaofuata.